imekuja yufdhi ila imraatihi wa tufdhi ilayhi. Neno hili limekuja katika hadithi. Nini maana ya yufdhi ila imraatihi wa tufdhi ilayhi? Yaqulu ahlul ilm, wanasema ulama wetu hapa, al-ifdha'u al-intihau ila shay'i wal wusulu ilayhi. Neno al-ifdha'u maana yake ni al-intihau ila shay'i, ni kukomea katika kitu, wal wusulu ilayhi, na kufika kwenye kitu hicho. Ndio maana ya al-ifdha'u al-intihau ila shay'i, ni kukomea katika kitu, wal wusulu ilayhi, na kufika katika kitu hicho. Hiyo ndio maana yake. Wal muradu huna, na makusudio hapa neno hili yufdhi, makusudio yake katika hadithi hii, wanasema ulama, istimta'u az-zawjayn kulli minhuma bil akhar, ni kustarehe wanandoa wawili. Istimta'u az-zawjayn, ni kustarehe wanandoa wawili, kulli minhuma bil akhar, kila mmoja miongoni mwa wawili hao kwa mwingine. Watu wakastarehe kwenye faragha zao, unakuja wewe unasimulia yale mambo kwenye faragha, tabia mbaya kabisa. Haya, neno jingine yanshuru sirraha. Nini maana ya yanshuru sirraha? Ay yadhkuru ma yajri bainahu wa baina imraatihi min umuri al-istimta'. Maana yake anataja, yadhkuru, anataja ma yale ambayo yajri bainahu, yanajiri baina yake huyo mwanaume, wa baina imraatihi, na baina ya mwanamke wake, min umuri al-istimta', miongoni mwa mambo ya kustareheshana. Anayataja hayo, anayamwaga katika vijiwe, hana kaba. Yadhkuru ma yajri bainahu wa baina imraatihi, anayataja yale ambayo yanajiri baina yake mwanaume, wa baina imraatihi, na baina ya mwanamke wake, baina ya mkewe, min umuri al-istimta', katika mambo ya kustarehe. Ndio maana yanshuru sirra, ile ni siri bwana. Na ndio maana watu hufanyia kwenye faragha. Watu wanapostarehe na ahli zao, wakaenda kwenye faragha, wakasiriba mapazia, wakafunga na milango, wengine wakazima na taa. Nini maana yake? Ni kustiri lile jambo, ni jambo la faragha. Vipi tena wewe unatoka na kulisimulia kwa watu? Tabia mbaya sana.